Mambo vipi rafiki yangu? Uko poa? Karibu tena kwenye chaneli yetu ambapo tunazungumzia mambo ya maisha, mapenzi na mahusiano. Leo tuna mada ya kuvutia sana. Aina ya mwanaume ambaye hupendwa kimapenzi na karibu kila mwanamke. Kama wewe ni mwanaume, hii video itakufungua macho, ujue ni nini wanawake wanatafuta na kuvutia haswa kwa mwanaume. Na kama wewe ni mwanamke, utaweza kujitambua na kuelewa ni kwa nini unapenda aina fulani ya wanaume. Basi usiondoke, kaa mpaka mwisho kwa sababu kila point ina kitu cha kujifunza. Namba 1, mwanaume mwenye kujiamini. Mwanaume mwenye kujiamini huwa na mvuto wa kipekee sana. Anaongea kwa uhakika bila kusitasita au kuonekana kuwa na hofu. Kujiamini kwake huonekana hata kwenye namna anavyotembea na kuwasiliana na watu. Mwanamke anapenda mwanaume anayejijua thamani yake. Hii haimaanishi kujiona bora kuliko wengine, bali ni kujikubali ulivyo. Mwanaume wa aina hii haogopi kukataliwa kwa sababu anajua thamani yake haipungui. Pia huwa haathiriwi kirahisi na maneno ya watu. Mwanamke hujisikia salama akiwa na mwanaume wa aina hii. Kujiamini huleta hali ya kuvutia bila hata kujitahidi sana. Mwanaume wa namna hii huwa anaonekana kama kiongozi wa asili. Namba 2, mwanaume mwenye heshima. Heshima ni moja ya vitu muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi. Mwanaume mwenye heshima anajua namna ya kuzungumza na mwanamke wake kwa upole, hamtusi wala kumdhalilisha hata wanapokosana. Mwanamke anajisikia kuthaminiwa anapopewa heshima. Mwanaume wa aina hii huonyesha ustaarabu wake hata mbele za watu. Hata akiwa na hasira, anajizuia na kuchagua maneno sahihi. Heshima hujenga msingi wa mapenzi ya kweli. Mwanamke hupenda mwanaume anayempa thamani kama binadamu. Pia huongeza imani kati yao. Heshima huonyesha ukomavu wa fikra. Mwisho kabisa, mwanaume mwenye heshima hudumu zaidi kwenye mahusiano. Kabla hatujaendelea na pointi yetu ya 3, fanya kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini usisahau kulike na kucomment, utakuwa umetisha sana. Namba 3, mwanaume mwenye malengo maishani. Mwanaume mwenye malengo anaonekana tofauti kabisa na wengine. Anajua anataka nini na ana mpango wa kufika wapi. Mwanamke huvutiwa na mwanaume mwenye dira ya maisha. Hata kama bado hajafikia mafanikio makubwa, juhudi zake huonekana. Hii humfanya mwanamke aone future yake. Mwanaume wa aina hii haishi kwa bahati nasibu. Kila anachofanya kina maana. Mwanamke hujisikia kuwa na mtu mwenye mwelekeo. Hii huongeza usalama wa kihisia. Pia huongeza heshima yake mbele ya mwanamke. Mwisho, mwanaume mwenye malengo hujenga maisha yenye direction. Namba 4, mwanaume mwenye kujali. Kujali ni lugha ya mapenzi ambayo kila mwanamke anaielewa. Mwanaume anayejali huonesha upendo wake kwa vitendo. Anauliza hali ya mpenzi wake mara kwa mara, anajali hisia zake hata kwenye mambo madogo. Mwanamke hupenda kujisikia muhimu. Mwanaume wa aina hii humfariji mwanamke wake anapokuwa na shida. Pia hamsahau hata kwenye mambo madogo kama salamu au ujumbe wa asubuhi. Kujali hujenga ukaribu wa kihisia. Mwanamke hujisikia kuwa anathaminiwa. Hii huongeza mapenzi yao. Mwisho, mwanaume anayejali hujenga bondi ya kudumu. Namba 5, mwanaume mwenye ucheshi. Mwanaume mcheshi huleta furaha kwenye mahusiano. Anajua namna ya kumfanya mwanamke acheke hata akiwa na stress. Ucheshi huondoa ukimya na kuleta ukaribu. Mwanamke hupenda kuwa karibu na mtu anayemfanya ajisikie huru. Mwanaume wa aina hii huongeza raha ya kuwa pamoja. Hata mazungumzo yao huwa ya kuvutia zaidi. Lakini uchekeshaji wake uwe wa heshima. Asitumie utani wa kumuumiza au kumdhalilisha. Mwanamke hupenda kumbukumbu za furaha. Ucheshi hujenga kumbukumbu hizo. Mwisho, mwanaume mcheshi huwa na mvuto wa kipekee sana. Namba 6, mwanaume mwenye ukweli. Ukweli hujenga msingi imara wa mahusiano. Mwanaume mkweli hana tabia ya kuficha mambo. Mwanamke hupenda kujua ukweli hata kama unaumiza. Mwanaume wa aina hii hujenga trust ya kudumu. Hata akifanya kosa, anakubali bila kuzunguka. Hii huonyesha ukomavu wake. Mwanamke hujisikia salama kuwa naye. Hakuna hofu ya kusalitiwa au kudanganywa. Uongo huleta mashaka yasiyoisha, lakini ukweli huleta amani. Mwisho, mwanaume mkweli hupendwa kwa dhati. Namba 7, mwanaume mwenye msimamo. Mwanaume mwenye msimamo anajua nini anasimamia maishani. Habadiliki kutokana na presha ya watu. Mwanamke hupenda mwanaume mwenye msimamo imara. Hii huonyesha kuwa ana maadili. Mwanaume wa aina hii hawezi kuchezewa kirahisi. Pia anajua mipaka yake. Mwanamke humheshimu zaidi. Msimamo huongeza nguvu ya ndani. Hii humfanya mwanaume aonekane thabiti.
Mwanamke anajivunia kuwa naye. Mwisho, mwanaume mwenye msimamo hujenga heshima kubwa. Namba 8, mwanaume msafi na mwenye nidhamu. Usafi ni kitu kinachoongeza mvuto kwa kiwango kikubwa. Mwanaume anayejitunza huonekana nadhifu na mwenye heshima. Mwanamke huvutiwa na mwanaume anayejali muonekano wake. Mavazi safi na harufu nzuri huongeza mvuto. Hata nywele na viatu vinaangaliwa. Mwanaume wa aina hii huonyesha kujithamini. Mwanamke hujisikia proud kuwa naye. Nidhamu ya mwili huonyesha nidhamu ya maisha. Hii huongeza confidence yake. Mwisho, mwanaume msafi huvutia bila kusema sana. Namba 9, mwanaume mwenye uwezo wa kusikiliza. Kusikiliza ni sanaa ambayo si kila mwanaume anaweza. Mwanamke anapenda kusikilizwa bila kukatizwa. Mwanaume anayesikiliza huonyesha kujali na heshima. Hatoi majibu ya haraka bila kuelewa. Hii huongeza ukaribu wao. Mwanamke hujisikia kueleweka. Kusikiliza huondoa migogoro mingi. Pia huongeza trust. Mwanaume wa aina hii hujenga mawasiliano mazuri. Mwanamke hujisikia salama kwake. Mwisho, kusikiliza huimarisha mapenzi. Namba 10, mwanaume mwenye uvumilivu. Uvumilivu ni silaha kubwa kwenye mahusiano. Mwanaume mvumilivu haachani kirahisi. Anajua mahusiano yana changamoto. Mwanamke anahitaji mtu wa kumvumilia. Hasira za haraka huharibu mapenzi. Mwanaume wa aina hii huleta utulivu. Mwanamke hujisikia salama kwake. Pia huonyesha ukomavu wa akili. Uvumilivu hujenga mahusiano imara. Wanawake wanathamini sana hili. Mwisho, uvumilivu huleta matokeo mazuri ya muda mrefu. Namba 11, mwanaume mwenye ujasiri. Mwanaume jasiri huonekana kuwa na nguvu ya ndani ambayo si rahisi kuyumba. Anakabiliana na changamoto bila kukimbia au kukata tamaa kirahisi. Mwanamke anapenda mwanaume anayesimama imara hata mambo yanapokuwa magumu. Ujasiri huonyesha kuwa unaweza kulinda kile unachokipenda. Pia huongeza hali ya usalama kwa mwanamke. Mwanaume jasiri hujaribu fursa mpya bila hofu ya kushindwa. Hii humfanya awe na maisha yenye maendeleo. Mwanamke huvutiwa na mtu anayethubutu. Ujasiri pia huonyesha ukomavu wa kiakili. Mwisho, mwanaume jasiri huwa na mvuto wa asili ambao hauhitaji kujilazimisha. Namba 12, mwanaume mwenye kujitegemea. Kujitegemea ni ishara ya utu uzima na uwajibikaji. Mwanaume anayejitegemea hawezi kusumbua watu kwa kila kitu kidogo. Ana uwezo wa kujisimamia kifedha na kimaamuzi. Mwanamke anapenda mwanaume anayejua kusimama kwa miguu yake mwenyewe. Hii huongeza heshima yake mbele ya mwanamke. Pia huonyesha kuwa ana uwezo wa kujenga maisha. Mwanamke hujisikia salama akiwa na mwanaume wa aina hii. Kujitegemea huondoa utegemezi usio wa lazima. Mwanaume wa aina hii huonekana mwenye malengo. Mwisho, hujenga msingi imara wa familia. Namba 13, mwanaume mwenye upendo wa kweli. Upendo wa kweli hauhitaji kuigiza wala kujificha. Mwanaume anayependa kwa dhati huonyesha kwa matendo yake kila siku. Mwanamke hupenda mwanaume anayemjali bila masharti. Hamsaliti wala kumuumiza kwa makusudi. Upendo wake huonekana katika mambo madogo na makubwa. Mwanaume wa aina hii huwa mwaminifu na mwenye kujitoa. Mwanamke hujisikia salama moyoni mwake. Pia huongeza ukaribu wao. Upendo wa kweli hujenga bondi imara. Mwanamke hawezi kuachana na mwanaume wa aina hii kirahisi. Mwisho, huleta furaha ya kudumu. Namba 14, mwanaume mwenye hekima. Hekima ni uwezo wa kufikiria kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Mwanaume mwenye hekima haendi kwa mihemko. Mwanamke hupenda mwanaume anayejua kutoa ushauri mzuri. Hii huonyesha ukomavu wake. Pia huongeza utulivu kwenye mahusiano. Mwanaume wa aina hii hujua kutatua matatizo bila vurugu. Mwanamke hujisikia salama kwake. Pia hujifunza mengi kutoka kwake. Hekima huongeza heshima ya mwanaume. Mwanamke hujivunia kuwa naye. Mwisho, hujenga mahusiano yenye afya. Namba 15, mwanaume mwenye muda. Mwanaume anayetoa muda wake huonyesha kuwa anajali. Mwanamke hapendi kujisikia kama option. Mwanaume wa aina hii huweka muda wa kuwasiliana na mwenza wake. Wanazungumza na kuelewana vizuri zaidi. Hii huongeza ukaribu wao. Mwanamke hujisikia kuwa muhimu. Kukosa muda huleta umbali wa kihisia. Mwanaume anayejali muda huweka priority sahihi. Mwanamke hujivunia hilo. Hii huongeza mapenzi yao. Mwisho, muda hujenga kumbukumbu nzuri. Namba 16, mwanaume mwenye kujitunza. Kujitunza huonyesha kujithamini. Mwanaume anayejali afya yake na muonekano wake huvutia sana. Mwanamke hupenda mwanaume anayejipenda kwanza. Hii huongeza confidence yake.
Mwanaume wa aina hii huonekana smart, pia huongeza mvuto wa kimwili. Mwanamke hujisikia proud kuwa naye. Kujitunza huonyesha nidhamu. Hii huongeza heshima yake. Mwisho, mwanaume anayejitunza huongeza ubora wa mahusiano. Namba 17, mwanaume mwenye kujali mahusiano. Mahusiano yanahitaji juhudi za makusudi. Mwanaume anayejali mahusiano hachukui mambo kirahisi. Anaweka nguvu kulinda mapenzi yake. Hatoroki matatizo, badala yake hutafuta suluhisho. Mwanamke hupenda mwanaume mwenye commitment. Hii huongeza usalama wa kihisia. Pia hujenga trust. Mwanaume wa aina hii huonyesha kuwa anajali future yao. Mwanamke hujisikia kuwa yuko sehemu sahihi. Mwisho, hujenga mahusiano ya kudumu. Namba 18, mwanaume mwenye kujiheshimu. Kujiheshimu ni msingi wa kuheshimiwa na wengine. Mwanaume anayejiheshimu hawezi kujishusha kwa mambo yasiyo na maana. Mwanamke hupenda mwanaume mwenye dignity. Hii huongeza value yake. Mwanaume wa aina hii huweka mipaka. Hii hulinda mahusiano yake. Mwanamke humheshimu zaidi. Kujiheshimu huonyesha ukomavu. Pia huongeza mvuto wa mwanaume. Mwisho, mwanaume mwenye kujiheshimu huvutia wanawake wengi. Namba 19, mwanaume mwenye kujali familia. Familia ni sehemu muhimu ya maisha. Mwanaume anayejali familia huonyesha kuwa ana moyo wa upendo. Mwanamke hupenda mwanaume anayeheshimu wazazi na ndugu. Hii huonyesha kuwa ana maadili. Pia huonyesha kuwa anaweza kuwa baba mzuri. Mwanamke huangalia maisha ya mbele. Mwanaume wa aina hii huongeza trust. Pia huonyesha uwajibikaji. Mwanamke hujisikia salama. Mwisho, hujenga msingi wa familia bora. Namba 20, mwanaume mwenye uaminifu. Uaminifu ni nguzo kuu ya mahusiano. Mwanaume mwaminifu hasaliti wala kudanganya. Mwanamke hujisikia salama kabisa akiwa naye. Hakuna mashaka wala hofu. Mwanaume wa aina hii hujenga trust ya kudumu. Mwanamke hujitoa kikamilifu kwake. Uaminifu huongeza upendo. Pia hujenga heshima. Mwanaume mwaminifu hupendwa sana. Wanawake wanathamini sana hili. Mwisho, hujenga mahusiano ya kudumu yenye furaha. Ni matumaini yangu kuwa umefurahia video hii na umejifunza kitu kipya kuhusu aina ya mwanaume anayependwa na wanawake. Kumbuka, si lazima uwe mkamilifu, lakini jitahidi kuboresha maeneo haya kidogo kidogo. Sasa, fanya kusubscribe kwenye chaneli hii, lakini pia usisahau kulike na kucomment ili unipe nguvu zaidi ya kufanya hivi. Mpaka wakati mwingine, bye bye.